Chama cha Mapinduzi kimekuwa na dhamira ya kuendeleza miradi ya Chama cha Mapinduzi, lakini wako baadhi ya viongozi, ndugu mwenyekiti, tumesema hiki lazima tukizungumze hapa. Wako baadhi ya viongozi, CCM inataka kuweka mradi, lakini kiongozi aliyechaguliwa anayewakilisha CCM anashirikiana na wabia na wadau wawekezaji kuchukua rushwa ili serikali na Chama cha Mapinduzi kisiwekeze. Kwa ndugu mwenyekiti, hii ni hatari sana kuwa na viongozi wa namna hiyo, hasa katika zama za sasa za CCM kuwa na dhamira ya kujitegemea. Ndugu mwenyekiti, hivyo maadili ni nyenzo muhimu inayoongoza tabia na matendo yetu, na hivyo kupunguza mifarakano na migogoro isiyo ya lazima inayoweza kuathiri utengamano wa chama chetu na serikali yetu. Na ndiyo maana ndugu mwenyekiti, leo tumeona tuwakutanishe hawa watu katika sehemu moja. Ndugu mwenyekiti, maadili sio lazima yawe ya chama tu, lakini hata katika mahali mnapofanyia kazi sasa hivi kuna miiko na maadili yake. Leo mwenyekiti, ni dhahiri kwamba mmong'onyoko wa maadili umetamalaki katika nafsi za viongozi. Ndugu mwenyekiti, wako baadhi ya viongozi sasa hivi anakaa kwenye nafasi yake, ana mamlaka, kunatokea tatizo, anakwenda kwenye mitandao ya kijamii. Ndugu mwenyekiti, huu ni mmong'onyoko mkubwa wa maadili ya viongozi. Ni matumaini yetu kwamba kutoka kwenye kikao cha leo, ndugu mwenyekiti, viongozi hawa watakuwa wameiva katika maadili, lakini pia ndugu mwenyekiti, watakuwa wana uwezo wa kutatua mambo yao kulingana na sheria na miiko ya nafasi zao ambazo wanazitekeleza huko katika maeneo yao. Ndugu mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni za uongozi na maadili za CCM na jumuiya zake ya toleo la mwaka 2021 zilizotolewa na halmashauri kuu ya CCM ya taifa, mambo yafuatayo hayaruhusiwi. La kwanza, katika kupambana na vitendo vya rushwa wakati wa chaguzi mbalimbali za chama, kiongozi yoyote anayethibitika ameshinda uchaguzi kutokana na kitendo chochote cha rushwa hunyang'anywa ushindi aliyoupata, atanyang'anywa ushindi aliyoupata. Kwa hiyo ndugu zangu, najua kuna baadhi ya viongozi hapo wamemaliza muda wao, muda mfupi ujao 2027 tunaingia katika uchaguzi. Lakini ndugu mwenyekiti, nikushukuru, katika mkoa wako bado hatujapata vitendo vya maandalizi ya watu wanaovizia nafasi kinyume na utaratibu wa Chama cha Mapinduzi.